Kwa hiyo ni kiongozi wa mfano ambaye tumeamua tuandike kitabu kwa ajili yake. Asante sana. Lakini ndugu yetu Simon Sirilo, tumekuwa tukikuona katika mitandao ya kijamii ukiandika maandiko mengi sana yakihamasisha wananchi kujikita zaidi kwenye masuala ya ujasiriamali. Lakini pia leo hii tunakuona katika upande mwingine. Ni nini ambacho kinakushawishi kuandika? Asante. Kama ambavyo inasemekana kwamba ili jamii inayokuzunguka ama vizazi vinavyokuja viweze kuona kwamba mambo yaliyopita, kwa maana ya kwamba yaliyowahi kufanywa na watu lazima yawe katika mfumo wa maandishi. Kwa hiyo unaweza kukuta kiongozi anafanya mambo makubwa, amefanya mambo mazuri ambaye kimsingi ni mambo ambayo jamii inatakiwa ijifunze ama vizazi vijana wanatakiwa wajifunze, lakini watu wanasahau kuweka katika mfumo wa maandishi. Kwa hiyo mimi nimechagua kutokuwa sehemu ya kundi hilo. Nimeona niwe kwenye kundi la watu ambao wanaamua kuweka mambo katika maandishi ili mambo yaendelee kukaa katika maandishi, vizazi kwa vizazi waweze kujifunza. Kwa hiyo mimi kama mwandishi naamua kufanya hivyo ili yale mambo ambayo nayafanya kwenye jamii yangu na mambo yanayofanywa na viongozi wengine yaendelee kuacha alama katika jamii. Kwa mfano sasa, miaka labda 20 ijayo ama 30 ijayo, watu wanatakiwa wajue mambo ambayo Mheshimiwa Minja alishawahi kuyafanya. Sasa tusipoyaweka katika maandishi watajuaje? Kusimuliwa peke yake haitoshi. Badala yake jamii na vizazi vinatakiwa vione maandishi ambayo kimsingi watapata cha kujifunza. Na sio mara ya kwanza kuandika kitabu hichi. Hichi kitabu kinakuwa ni kama cha 5. Cha kwanza niliandika kitabu ambacho kinasema mjasiriamali wa leo tajiri wa kesho. Na nayafanya haya kwa kupitia mafundisho ambayo nayafanya. Naamini watu wanatakiwa wafundishwe mambo ya ujasiriamali, na ili uweze kuwa tajiri wa kesho lazima ujikite katika ujasiriamali. Ndio maana nikaandika kitabu ambacho kinaitwa Mjasiriamali wa Leo Tajiri wa Kesho. Lakini kitabu cha pili ambacho nilikifanyia uzinduzi mwaka 2023 kinaitwa Safari Yangu, Safari ya Wengine. Nikiwa na maana ya kwamba unaposafiri katika dunia hii, unapoishi katika jamii ya sasa, unapaswa usafiri na watu, kwa maana ya kwamba kugusa maisha ya watu. Nikaandika kitabu kingine ambacho bado hatujakifanyia uzinduzi, kinaitwa Mheshimiwa Paul Christian Makonda na Safari ya Wanyonge. Kwa maana ya kwamba tunaona huyo kiongozi kama mkuu wa mkoa wa Arusha kwa sasa anavyogusa maisha ya watu, anavyosafiri na wanyonge, amewatetea watu wengi na anawafanyia mambo makubwa. Lakini kitabu kingine cha 4 nimeandika cha Mheshimiwa Elibariki Kingu, nimekiita kwamba Mheshimiwa Elibariki Kingu, kiongozi anayeacha alama. Na haipingiki kwamba hakuna mtu ambaye haoni yanayofanywa na Mheshimiwa Kingu. Anafanya mambo makubwa na anaacha alama katika jamii yake. Ndio maana nikaita kitabu hicho Mheshimiwa Elibariki Kingu, kiongozi anayeacha alama.